Jana ilinibidi niangalie hii mechi mara mbili ili kupata wasaa mzuri wa kuelewa ni namna gani Simba imesukwa kimbinu. Yes, bado mambo hayajatimia, lakini angalau nimeona ni namna gani Pantevo anataka timu icheze. Moja, jana timu imeonekana inataka kutawala mchezo katika maeneo makuu manne ambayo ni mbinu, kiufundi, kiakili na kwenye utimamu wa kimwili. Japokuwa bado wanatakiwa kuboresha zaidi. 2. Kocha Dimitri Pantevo anajua kuhitaji kutawala na kudhibiti michezo. Ni lazima uchukue riski, kucheza kuanzia nyuma, iwe kwa pasi fupi au pasi ndefu, kisha timu ianze kuendeleza mashambulizi kuanzia kwenye mpira wa pili. 3. Kwenye ujenzi wa mashambulizi kocha anatumia muundo wa 4-1-2-3 ambapo wingers ndio walikuwa wanadumisha mapana ya uwanja, huku Nabi akiwa nyuma mstari na washambuliaji wa timu pinzani. Budo na Ahoua kama viungo washambuliaji katikati ya mistari, kisha mshambuliaji wa kati anatakiwa kuhusika wakati wa kuendeleza mashambulizi. Mfano, rejea goli la pili, angalia alichokifanya Jonathan Soa. Timu ikiwa na umiliki wa mpira wa kuaminika, muundo wa timu unabadilika ambapo ulikuwa ni 3-2-5 3-1-6. Hapa CBS wanadumisha mapana ya uwanja kuanzia nyuma, kisha Kamara katikati yao. Kwa nini? Kwa sababu Simba wanatakiwa kuendeleza mashambulizi, wanatumia njia kuu mbili ambazo ni maeneo ya pembeni kwa kuwatumia CBS, huku FBS wakiwa juu zaidi. Lakini pia njia ya kati ambapo wanatumia Nabi kama silaha ya kupenyeza mipira kwenda kwa viungo washambuliaji wa kati. 5. Kocha anataka wachezaji watumie zaidi pasi za moja kwa moja wakati wa kupita katikati ya kiwanja na watumie pasi za pembeni wakati wa kupitia pembezoni mwa uwanja. 6. Simba walikuwa wanajitahidi kutengeneza nafasi kwa kutumia faida ya idadi kwenye maeneo ya pembeni. Hapa walikuwa wanatengeneza muunganiko pembezoni mwa uwanja kwa kuwatumia FBS, CMS na wingers. 7. Bila ya mpira timu inazuia kuanzia juu huku wakifanya man making, muundo ukiwa ni 4-2-3-1 ambapo wanahakikisha wanakuwa na wanashikamana vizuri pasipo kuacha nafasi wala mianya. Kwa nini? Kuzuia kuanzia juu ni moja ya mbinu zinazotumika kutengeneza nafasi za kufunga. 8. Wakiwa wanashambulia Simba, muundo wao wa kiulinzi unakuwa na wachezaji wanne ambapo muundo huwa ni 3+1. Na hivi ndivyo Simba inavyozidi kuimarika, ambapo jana zaidi wamenifurahisha katika hii mechi waliocheza dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Simba imeshajenga muunganiko, wachezaji wameshajuana namna gani wa kucheza. Kiufupi Simba jana wamecheza vizuri zaidi. Na hii ni Nel TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia, pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa taarifa kemkem, allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Nel TV. Nel TV ni uhakika wa taarifa za kuaminika ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kutufuatilia ambapo sasa tunaelekea katika kukupa updates za kile ambacho kitaendelea, ambapo sasa timu zote zilizocheza ugenini sasa zitamalizia mechi zao nyumbani, ambapo Simba inamtaji wa bao 3-0 dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Mchezo wa marudio utakaochezwa wiki ijayo Benjamin Mkapa, huku Young Africans wao wakiwa wamefungwa bao 1-0 dhidi ya Silver Strikers. Nini kitafanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa ni kuona Young Africans ikijipapachua ili kupata matokeo mazuri. Azam FC wakiwa na mtaji wa bao 2 walikocheza huko KMKM Zanzibar na walipocheza na KMKM ya Zanzibar, huku Singida Black Stars wao wakidraw sare ya bao 1-1. Nini kitachotokea nyumbani? Endelea kufuatilia Nel TV. Endelea kuendelea kusomea taarifa hii. Mimi Sports Lady Kumlizi, hadi wakati mwingine, kwa heri.